rasmi, napenda kutoa shukrani za dhati kwa fursa hii ili niweze kuongea maneno machache kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, ambaye amekuwa pia akishiriki matukio haya na tunajua kwa sasa ana shughuli nyingine za kampeni katika jimbo lake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Wizara ya Elimu inathamini sana jitihada zinazofanywa na walimu na ndiyo hasa kiini cha mafanikio yetu sote. Kila mmoja wetu hapa amepita kwenye mikono ya mwalimu. Kwa hiyo tunapoongelea swala la elimu, kiini na mafanikio yanayotokana na elimu tulizokuwa nazo ni kwa sababu ya walimu. Kwa maana hiyo, ninapenda kutoa shukurani sana kwa walimu wote ambao wameendelea kutoa nguvu zao, kutoa maarifa yao kwa vijana wa Kitanzania, na hata leo tunawasherekea walimu. Walimu wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na majukumu mengine ya kutunga na kusimamia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo, inasimamia pia maendeleo ya elimu msingi, mafunzo ya walimu tarajali na mafunzo ya walimu kazini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa leo ni siku maalum ya walimu duniani, naomba kuchukua fursa hii kukutaarifu kuwa katika kipindi cha awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wizara imeendelea kufanya shughuli mbalimbali ambazo zimemwezesha mwalimu kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kwa ufanisi. Kama ambavyo tumesikia katika taarifa mbalimbali, kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI, miundombinu mbalimbali ya shule imeboreshwa na hivyo kuongeza ufanisi katika tendo la ufundishaji na ujifunzaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuongeza umahiri wa walimu, kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI na wadau mbalimbali wa elimu, tumeandaa miongozo ya mafunzo endelevu ya walimu kazini ambayo maarufu tunaita MEWAKA, ambayo imetekelezwa katika ngazi za shule na vituo vya walimu. Lengo la miongozo hiyo ni kuwezesha walimu kujiendeleza kitaaluma na kitaalamu na hivyo kuimarisha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji na hatimaye kuinua viwango vya umahiri vya ufundishaji. Nafurahi kusema Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya mafunzo haya sasa kuwa yanatolewa kwa walimu, tumeona mafanikio makubwa sana katika ufaulu wa wanafunzi wetu, lakini pia katika kujenga mahiri mbalimbali ambazo wanafunzi hao wanapaswa kuwa nazo. Baada ya kutekeleza mpango wa MEWAKA katika sekta ya elimu, tumeshuhudia mafanikio makubwa sana, ikiwemo pia katika kufanikisha shughuli za uratibu wa elimu katika ngazi mbalimbali. Kwa sababu ya MEWAKA kuwa ni jambo zuri, katika siku ya kutambua walimu duniani mwaka jana 2024, mpango wa MEWAKA wa Tanzania ulitajwa na mkurugenzi wa elimu wa Benki ya Dunia kama mfano bora wa kutambua na kuthamini juhudi za walimu walioko kazini. Kupitia MEWAKA, walimu wetu wa ngazi mbalimbali, shule za msingi na sekondari, wamepata mafunzo mbalimbali katika nyanja tofauti, zikiwemo utekelezaji wa mitaala mipya iliyoboreshwa, lakini pia ikiwemo ufundishaji wa masomo ya sayansi, hisabati na tehama. Wamepata mbinu mbalimbali za upimaji na tathmini, wamepata pia mafunzo juu ya ushauri nasihi,
vile vile masuala ya usawa wa kijinsia na elimu jumuishi, bila kusahau utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kupitia mafunzo haya, tunaona sasa katika taasisi zetu za elimu masuala hayo yanatekelezwa kwa ufanisi, kwa sababu tayari walimu ambayo ndio chachu ya maarifa kwa wanafunzi wanaweza kuwaongoza wanafunzi hao vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kufuatia tamko la sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 kuhusu kuanzisha mfumo madhubuti wa kuvutia na kubakisha walimu kazini, wizara kwa kushirikiana na wadau tumeandaa mkakati wa kuboresha maslahi ya walimu na mazingira ya kazi katika ngazi zote za elimu. Hivyo mwongozo huu sasa umekuwa ni nyenzo muhimu yenye lengo la kutoa maelekezo kwa wadau wa elimu wanaokusudia kutoa motisha kwa walimu ndani ya sekta ya elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapenda slogan ya Bukombe kusema na kutenda. Tunachokiona hapa leo ni utendaji wa yale ambayo tumekuwa tunayasema au tunayaandika katika miongozo yetu. Tukio hili la leo ni kithibitisho tosha kabisa kwamba serikali yetu iko tayari kusimamia motisha za walimu na hata kuhakikisha kwamba mazingira yao ya kazi yanaboreshwa ili kuongeza tija katika sekta ya elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho napenda niwataarifu kwamba kwa kushirikiana na wadau wenzetu mtandao wa elimu Tanzania, ambao tuna baadhi ya wanachama wake hapa na natambua mratibu wa TEDMET yuko hapa, dada Martha Makala, tumeandaa programu kubwa ambayo inaitwa Leaders in Teaching, na programu hii inakwenda kuwagusa walimu katika kuimarisha mbinu za ufundishaji, lakini pia katika kutoa mafunzo mbalimbali namna ambavyo walimu wataweza kutoa mahiri za ujasiriamali kwa wanafunzi wanaowafundisha. Vile vile kutakuwa na mpango mahususi wa kumotisha walimu kwa lengo la kuboresha elimu yetu. Hii ni programu ambayo itaenda kufanyika nchi nzima, na kabla haujaja Mheshimiwa mgeni rasmi, mratibu wa TEDMET aliongea kidogo juu ya programu hiyo inakwenda kufanya nini katika sekta ya elimu, na hata eneo tulilopo la Bukombe litakwenda kunufaika na programu hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hakika serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na nyie viongozi wetu wakuu, mmeendelea kuheshimisha sekta ya elimu pamoja na walimu wote hapa nchini. Katika awamu hii kwa kweli, kama ambavyo wao wenyewe wameshuhudia, maslahi mapana ya walimu yameongezeka na hakika heshima ya mwalimu imerejea. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa uongozi wenu na maono yenu mazuri. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.